nimekujia. Walikuwa wanataka kuja kulipisha kizazi. Ndawapiga. Kile ninachopenda ninachotamani ni mtu ambayo anayefuatilia Mungu. Napenda mtu anayetafuta Mungu. Napenda kuna mama ambao anaitwa Esther, anaenda kumtafuta. Na simtafuti hana pesa kabisa, hata hana kazi kabisa. Bwana asifiwe. Lakini namwendea kumtafuta. Anakaa huko Kachweni na huko Pere. Kwa nini anaenda kumtafuta? Namtafuta kwa sababu ya kwamba ni mtu ambayo anapenda kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Sasa mahali yako atafuti Mungu, nataka nimchukue ili tutafute Mungu vizuri. Bwana asifiwe. Huyo sitamwajilia, mama anamjua. Ni mama mzuri tu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tafuta Mungu, tafuteni Mungu watu wa Mungu. Tafuteni Mungu, ni kubaya. Bwana asifiwe. Penda alikuwa anaomba, siku hizi haombangi. Maombi yote ilichukuliwa roho. Sasa hii yako hivi tu, mwili peke yake. Roho hakuna ndani yake. Bwana asifiwe. Amen. Wakishika silaha yako ya maombi, wameshika everything in your life. Wakishika maombi yangu, hii huduma siwezi. Bwana asifiwe. Mimi nikisikia kumekuwa kusito nakimbia kwa my bishop. Ni kijana, si radio ulimuona ni kijana. Lakini najua nanyekea uliona hata mali nakaa huko nyuma kabisa. Siendi kukaa kwa viti za wachungaji mimi. Hata nilikuwa nimefuatisha tu hivyo tu. Bwana asifiwe sana. So, tuingie kwa neno na in the book of Psalms chapter number 5 verse 18 to number 20. Psalms chapter number 18 105. Soma haraka, natamani watu wasome haraka. Mwili kuandika ni baadaye. Kuna nifungulie kwanza Biblia. Mimi natakanga mnisomee. Maana fasi ni yangu na waambianga yangu ni James. So inakuwa iko tofauti na leo. Natamani mjisoma zetu. Psalms 105 verse 18 to number 20. Naongea kuhusu Iron Feet Anointing ambao tunayoifanya siku ya Jumapili. Bwana asifiwe. Iron Feet Anointing inaokuwa kwamba nimeleta mafuta tayari. Bwana asifiwe. Sasa hii naipesheni tayari niko naye. Ni wewe mwenyewe ninaongojea na siku yake ndio ninaongojea. Bwana asifiwe. Malaika tayari wako hapa. That's what I can use. This anointing. Bwana asifiwe. Wale wanasema ni ya Nigeria. Wale kuna wengine wanasemanga ni hiyo ni ya Nigeria hiyo. Hata huyo pastor kwanza tunasikianga ni wa Nigeria. Bwana asifiwe. Hii si ya Nigeria. Mimi sitaki kujua hata mahali imetoka. Kile mimi nataka kujua roho gani ambayo nitaweka kwa ndani ya hii mafuta. Bwana asifiwe. So I want you to prepare yourself for that service. Bwana asifiwe. Soma hapo. Psalms 18 to number 20. Nasema nini? Walimuumiza miguu yake kwa pigo. Walimuumiza miguu yake kwa pigo. Akatiwa katika minyororo ya chuma. Akatiwa katika minyororo yake ya chuma. Hata wakati wa kuadia neno lake. Ahadi ya Bwana ilimujaribu. Mfalme alimtuma watu akamfungua. Mkuu wa watu akamwachia. Amen. Yangu inasema yako iseme vizuri. Walimfunga miguu kwa minyororo na singo kwa nira ya chuma. Muda si muda alichotabiri kilitimia. Neno la Mwenyezi Mungu lilimtibiti. Mfalme wa Misri akaamuru afunguliwe. Mtawala wa mataifa akamwachilia uhuru. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa Daudi alikuwa amefungwa na minyororo na nira, akawa kwamba amefungwa singoni. Nira ni kama laana. Si mnaonanga zile ng'ombe ndume sikilima? Sikuna ile kitu inawekewa hapa, alafu sasa inawekwa chembe kisha inafuruto. Ile kitu ndio inaitwa nira. Ukiangalia ile ndume hapa inakuanga na alama. Bwana sifiwe. Sasa ile alama iko hapa, sasa ndio unakuta kwamba ndio sasa inakuta kwamba inaleta hiyo nira, ndio inaleta hiyo kitu iko hapo. Bwana sifiwe. So ile ndume unakuta kwamba inaisingi uchungu mahali pale, maana ni mahali ambapo imeshikwa. Wakati huo imeshikwa iwezi kaenda mbali, inakuanga inafuruta kulingana vile ile chembe inakuja.
Ile jembe ikishika kwa mti haiwezi ikapita hapo, inakwama hapo, maana haiwezi kuruta zaidi ya hiyo, kwa sababu jembe imekwama kwa mti. Kwa hivyo haiwezi enda, inahitaji mahali ambapo ni kwepesi ili iende nayo. Bwana sifiwe. So kuna watu ambao wamefungwa minyororo kwa miguu yao wasije wakaenda mbali. Wangekuwa labda wako kwa ndoa, lakini wamefungwa wasije wakaolewa. Wamefungwa wasije wakapata utajiri. Wengine wangekuwa wana biashara wakubwa, lakini wamefungwa wasifanye biashara. Wengine wangekuwa ambao wanafurahia maisha yao, lakini wamefungwa ili wasije wakafurahia. Wanaishi maisha ya mende, wanaishi maisha ya kunguni, wanaishi maisha ya kutaapika, kwa sababu kuna watu ambayo waliohusika kukamata nyayo zao, wakafunga minyororo, wakawekea nira, wakawawekea laana kwa njia nyingine. Maana laana unakuta kwamba unatembea nayo, unakuta kwamba mahali popote unaingia minyororo umeshikwa miguu, hauwezi ukajaribu kwenda mbali, unajaribu kusonga, unakuta kwamba mahali unasonga hapo ndipo ambapo unafikia nyororo mahali mwisho wake iko. Bwana sifiwe. Wakati ng'ombe ambapo imefungwa nyororo, unakuta mahali ambapo itafika ulevu, hapo ndipo yule ng'ombe itafika. The same wakati umefungwa spiritually, na I'm talking about spiritual mother. Ukifungwa spiritually miguu, unaona miguu yako ndio inatembea, lakini kwa sababu imefungwa ndani ya nyungu, unakuta kwamba ile miguu hauwezi ukaenda popote ufanikiwe, maana miguu tayari iko chini ya laana. Bwana sifiwe. Miguu izalaaniwa. Sasa wakati unapokanyanga, maandiko yanasema chochote ambacho tutakapomiliki tu mahali popote tunakanyanga. Bwana sifiwe. Umbali tunaokanyanga ndipo tutakapomiliki. Lakini unakuta kwamba ukikanyanga kwa ndoa unafukuzwa, maana miguu yako imelaaniwa. Ukikanyanga kwa biashara inaisha. Ukikanyanga kwa kazi unavutwa, kwa sababu miguu yako imelaaniwa, imekamatwa, iko ndani ya nyungu, iko ndani ya bahari. Bwana sifiwe. Sasa wakati Mungu anasema ya kwamba lakini alichotabiri ilithibitika, kisha mfalme akaamuru wa Misri afunguliwe. Bwana sifiwe sana. Sasa ninakuambia asubuhi ya leo ya kwamba kuachilia ibada hiyo ya Jumapili, yeyote ambaye aliyekufunga mtu wa Mungu akakupeleka ili akufunge minyororo katika bahari, wakasema ya kwamba utasonga, nami nasema ya kwamba kwa ajili ya ibada hiyo lazima utasonga, utaenda kiwango kingine, maana Mungu anaamurisha huyo mfalme aliyekufunga lazima akuachilie na usonge na uendelee mbele. Amen. Bwana sifiwe. Wamenifunga, wamesema kwamba nitakuwa na washirika wawili. Nami nasema hivi ya kwamba kwa ajili ya ibada hiyo wanaamrishwa, wanafungua lazima. You can't afford to miss that service. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ni lazima tutoke kwa vifungo zao, lazima tutoke kwa laana zao. Maana Mungu anasema aje kupitia neno hili ya kwamba aliamrisha mfalme afungue miguu yao wasonge mbele. Amen. Bwana asifiwe. Wachawi sahi na waganga na devil worshippers Illuminati kwa macho. Mahali wako sahi masikio yao iko hivi juu. Hiyo siku itakuwa lini? Hiyo siku itakuwa lini? Naitwa maximum hapa. Bwana asifiwe. Inafika lazima na inafika kwa fucho. Bwana asifiwe sana. Maana Mungu wa mbinguni aliyeniita hawezi ni hata watume nyoka, watume sijui watafute mende tena, sijui watafute nini. Zote hakuna yenye itafanikiwa hii madhabahu. Hii imesimama milele. Bwana asifiwe sana. Kwangu mimi hawaniweki kwa kaburi. Hawawezi. Aliyeniita ni mwaminifu sana. Bwana asifiwe. Na hakuniambia nikufe kifo ya mapema, niache familia yangu ndogo, hapana. Bwana asifiwe. Kuna watu mamilioni wananiongojea mataifa. Nikikufa leo nitawafikia acha huko nikiwa kaburi. Bwana asifiwe. Sasa wewe mtu wa Mungu uliye madhabahuni mwa Mungu, elewa ya kwamba kuna minyororo ambayo imefungwa ndani ya miguu yako isiende. Ni masaa yako utoke kwa hizo nyororo na uambie ya kwamba mimi nimeenda sana. Wanaamrisha. Maandiko yanasema ya kwamba wakati walipoweka Lazaro kaburini, walifaulu kumweka kaburini. Bwana asifiwe. Na wakamfunga minyororo wakaweka kaburini. Wao walifanikiwa. Lakini kumbe hawakufanikiwa. Mungu alikuwa anataka wafanye kwanza waonekane wamefanya. Bwana asifiwe. Aliamrisha akamwambia fungueni na mutoe mahali mliomuweka. Hiyo siku ya Jumapili wanakutoa wenyewe mahali walipokuweka na wanakufungua wenyewe mahali waliokufunga. Bwana asifiwe. Wengine huduma yao ingekuwa mbali, lakini wamefungwa na minyororo ya spiritual. Hawezi wakaenda mbali. Washirika ni kung'ang'ana.
Maana wengine wamefungiwa minyororo ambao ni umaskini, ambao ni ufukara, ambao ni kilio. Yaani unakuta maisha yako isoni kwa sababu kuna watu waliohusika. Hiyo siku ya Jumapili wanaamrishwa na Roho wa Mungu wakufungue mahali waliokufunga. Hawana hiyo kuulizana. Tafadhali nifungua ama nikufungua commanding. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo siku tunawacommand na wanafungua lazima na hakuna kujadiliana. Bwana asifiwe. Maana ya nini? Mungu wa mbinguni ametumana. Ni masaa ya Mombasa inuke. Ni masaa ya Mombasa iende level nyingine. Ni masaa ya Mombasa watu warudi kwa Mungu, waachana na miungu. Unajua kama kuna basa mmoja nilikuwa naongea na yeye kutoka Eldoret. Ananiambia, "Mtume uko wapi?" Nikamwambia mimi niko Mombasa Msomoroni. Kana Mombasa, mimi naogopa Mombasa majini. Nikamwambia kama unaogopa Mombasa, achana na huduma enda. Enda nyumbani wewe ulime. Bwana asifiwe. Maana kama ataogopa majini na yeye ni mhubiri, nani atakayepiga hii majini? Si itaua watu. Bwana asifiwe. Ni sisi tuyapige na tuyapige kweli. Mpaka yaseme kweli leo mmetupiga. Na siku moja nimeipiga mpaka kaniuliza, "Kwani leo uko na kisasi na sisi? Leo uko na hasira acha na sisi." Bwana asifiwe. Naweza acha kuwapembeleza wakilitumia nyoka. Atikimbia sasa uone hiyo nyoka kama iko aje. Itaenda. Kwani iko aje? Ni hivyo inaenda hivyo. Bwana asifiwe. Wakati miguu yetu watu wa Mungu imefungwa, hatuwezi tukaenda mbali. Tunaweza tukaona huduma hii iko sawa, lakini wamefunga minyororo ya spiritually ya kwamba tusiendelee, tukae tu namba hii. Bwana asifiwe. Aliona wengine wanafikiria ni wao, wanaanza kurudishwa hivi. Wanaanza kurudishwa hivi. Wanaenda na hivi na hivi na hivi na hivi. Bwana asifiwe. Ile siku utastep nje, utajua hii dunia kumbe ilikuwa hivi. Unajua sasa hizi huwezi jua. Kule kwa tunasemanga hivi ya kwamba kila ambacho ulicho nacho hauoni maana. Ukikipoteza ndio unajuanga maana yake. Bwana asifiwe. Jana tulikuwa tumeenda ibada Msomoroni pale. Tulipoenda pale, yule mama akapiga magoti akaniambia, "Pastor, niombe." Mimi nasikia tu nipige magoti. Maana hapa kichwa nasikia kama inapasuka pande hii inaenda pande hii. Nikamwambia basi vile umesema piga magoti, akapiga magoti. Alianguka na huko akiwa amepiga magoti. Akaanguka na huko akaanza kutapika vitu wenye walikuwa wamebulisha. Bwana asifiwe. Na sasa hiyo ni adui. Amechukua shilingi 200. Sasa hiyo amenunuliwa friji aanze kuuza hizo tunaita nini? Hizi mambo ya inaitwa nini hizo? Hizi alikuwa anaweka kwa friji. Juice. Bwana asifiwe. Zaidi amenunua hivi. Mama mwingine amemwendea kwa biashara. Akampatia 200. Akaenda 200. Akaipeleka kwa bahari. Akaenda akafunga. Yule mama akasikia moyo wake anasema, acha na hii kazi. Akarudisha friji kwa nyumba. Na walikuwa wananunua friji wafanyie kazi. Sasa imerudi kwa nyumba hapa. Bwana asifiwe. Alafu mniambie mimi nipembeleza wachawi. Nikifanyia nini? Na sikuli. Hiyo ni nyama kwani nikula. Bwana asifiwe. Siwezi wasamea na siwezi wahurumia hata siku. Mimi kama kuna mtu nachukia maisha yangu yote, ni mtu ambaye anaitwa mchawi na mpango wa kando. Maana hawa watu ni watu wanaharibu maisha yetu. Mpango wa kando ukiingia, utatesa watoto, utatesa watoto, utatesa watoto. Kitambo watoto wangekuwa wamemaliza waachiliwe kwa government, wafanye kazi nzuri, wanakaa wakianza kufanya kazi ya vibarua. Bwana asifiwe. Mchawi akikushika, anabadilisha maisha yako anakupatia. Wewe unakaa maisha ya kulia, yeye akiendelea. Anasomeza, wewe usomeze. Anakula, wewe ukuli. Anafaa, wewe ufai. Anabadilisha nyota yako ile anayotumia. Haiwezekani. Lazima zetu sikubalike siachiliwe. Bwana asifiwe. Maana tutalia mpaka lini? Baada yule mama kuamka bana ananiambia, kwani kichwa ilikuwa na nini? Mbona sisikii? Bwana asifiwe. Mpaka nikajiuliza, mpaka huyu basi nilimeenda sasa hii hata alizikuwa anajua yeye ni mgonjwa. Sasa naye nimejiweka basi tumejitengenezea mambo yetu. Na huyu alimuona lini? Bwana asifiwe. Hamjui. Alimuona siku hiyo. Hata sikumwambia ni kwa nani tunaenda, nimwambia tu tuende hapo. Bwana asifiwe. Wakati ambapo unapoamini manabii, maandiko yanasema ya kwamba nawe utafanikiwa. Hallelujah. So wakati ambapo unaamini this is my prophet, unafanikiwa. I trust my prophet a lot. Mimi hata akinidanganya nasema amina. Maana sijui kama amedanganya ama ameniambia kweli. Lakini mimi kile ninachojua anasema ukweli. Bwana asifiwe. Kwa kile anachoniambia mimi nasema amina. Na ni hivyo. Na ninafanya vile ameniambia. Bwana asifiwe. Alikuwa ananiambia wewe sana, wewe unaanga kanisa wewe.
Sasa na shida. Sina kanisa na vile nimeng'ang'ana kuchenga hiyo. Wewe una kanisa hiyo ndio evangelist unafanya. Bwana sifi. Sasa naongoja yeye next week anakuwa hapa. Na afiriwe na mchawi. Huyo is a prophet of God. Hawezi firiwa na mchawi. Bwana sifi. Amen. Kikanyanga hapa sasa anakuja aondoa hii kipanda, tuchenge kanisa. Amen. Bwana sifi. Ni kwa sababu kuna Mungu. Hiyo TV inaingia Freedom TV na upili hapo. Mchawi ananiangalia hivi anasema TV anaingia Citizen. Na akibadilisha tena akirudi akasema wacha nirudi yule ametoka. Ananikuta bado ninaendelea na injili hapo. Bwana asifiwe. Bana kunaye Mungu anayefungua watu wa Mungu. Tuende level nyingine. Maisha tunayoishi si maisha yetu. Tunafaa kuwa tunabaki magari hapa. Gari yangu sasa hii inapakwa rangi itatoka hivi tu. Amina. Bwana asifiwe. Wewe kaa hapo ukisema hakuna gari. Nani alisema mwenye alisoma ndiye ananunua gari? Tunanunua gari hivyo hivyo. Bwana asifiwe. Kuna mtu atahamishwa huko Nyali, mimi niende kukaa huko Nyali. Amen. Anahamishwa lazima na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Ndio mwenye anaenda kwa mganga. Unajua sasa nyingine mimi nawaambianga maneno hapo, mnafikiria ni mchezo. Bwana asifiwe. Nilikuwa nimeambia my mom, nikamwambia mom, sikia. Tunahama hii nyumba na tunaenda nyumba nyingine. Bwana asifiwe. Tulihama. Bwana asifiwe. Tulihama. Lydia ndiye anajua hiyo muujiza, usiseme. Bwana asifiwe. Yaani kila ambacho unachosema kinatimia ukiwa na roho ambao ndani yako inaongea, iko na uwezo, unafunguliwa. Daniel chapter number 2 verse 3. Daniel. Sasa inatukimbilisha leo kwa sababu yako kukucha leo. Mungu si awapea roho ya kuelewa kweli. Kwa nini huyu pastor alitoka Kisii akakuja hapa? Kwani hakuwa na ploti kwa akajenga kanisa? Niko na ploti huko kwetu 3 acres. Bwana sifa. Na niko peke yangu kijana kwetu. Lakini jiulize kwa nini niliacha hiyo ploti yote nikakuja kujenga kanisa hapa? Kuna mtu nimetumwa hapa kwake. Nimfungue. Bwana asifiwe. Kuna mtu nimetumwa hii Kasonso hapa. Hii Kasonso tu. Hii ambayo imenikataa hii, lakini nimetumwa hapa. Na hapa Mungu anageuza walio wake tu watasikia sauti hii watakuja. Daniel chapter number 2 verse 33 and 34. Person yenu ndio nataka. Hii yangu sisomi hata kama ninafungua. Daniel chapter number 2 verse 34. 33 na 34. Acha nisome basi yako unapotafuta. Tatu inasema na 33, 34 inasema miguu yake ilikuwa ya chuma na nyayo yake zilikuwa za mchanganyiko wa chuma na udongo wa mfinyanzi. Ukiwa bado unaangalia chiwe liling'ooka lenyewe bila kuguswa na kuiponda miguu ya saba na udongo wa mfinyanzi ya ile sanamu ya kuifunja vipande. Yako inasema miguu yake ni ya chuma. Miguu yake ni ya chuma. Na nyao za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Naye utatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaifuja vipande. Amen. Bwana asifiwe. Ni wakati Danieli anatafsiri ndoto. Bwana asifiwe. Hasa maneno yanasema ya kwamba miguu yake ilikuwa ni kama chuma wala ni udongo, waieleweke. Maneno yanasema ya kwamba hata hawakujua ya kwamba hiyo mawe ilichengwa na nini. Haikuchongwa lakini ilikuwa hapo. Bwana asifiwe. Sasa miguu yako ikiwa na chuma, popote ambapo unaingia, hiyo miguu yako iwezi kukamatwa na matope. Bwana asifiwe. Hiyo miguu yako iwezi kukamatwa na uchafu. Unajua tunapoona maji mengine imemwao kwa njia. Waje tuache kuruka. Wewe unaruka tu bora maji umeona njia. Si maji yote iko njiani ambao ni maji. Hadi ni takataka. Masukuma samahero. Wewe unafikiria ni masukuma samahero.
Bwana sifiwe. Ni mitego. Kuna watu ambao wanaenda hiyo maji, wanaifanyia mambo. Halafu wanatoka asubuhi na mapema kabla watu wachamke. Wanaenda wanamwaga nje. Yeyote anapita hapa, akamatwe na hii roho. Kamatwe na hii maskini. Kamatwe na ufukara. Kamatwe na hii nini? Wananena, wanamwaga ile maji. Bwana sifiwe. Sasa wewe unakuja. Ama wengine unakuta sasa unakanyanga chu. Unakanyanga chu. Bora sema ni masukuma za nani? Na maero. Hakuna maero hapo. Bwana sifiwe. Wengi wamewekewa mitego. Maana hapo wanajua hutaweza. Sasa wanajua kwamba hii uelewi. Wanajua tu ni maero. Sasa wewe unaenda unakanyanga. Ukikanyanga tu wanachukua ile mchanga wanaenda nayo kwa nyungu wanaiweka ama kwa chupa. Unapiwa hiyo miguu yako. Acha kushimba. Ni nini miguu yangu siku hizi inaniuma? Inafanya nini siku hizi? Ni nini ambacho kinaendelea? Maisha yangu mbona yasongi? Mbona siku hizi nimerudi nyuma? Mbona kazi yangu nimerudi nyuma? Unarudi nyuma, unarudi nyuma, unarudi nyuma. Bwana sifiwe. Haleluya. Unajua kanisa wamejaribu kuingia ndani imeshindikana. Sasa wameanza kutegea watu kule nje. Naambia watu hapa, tukimaliza deliverance uachi hapa, nenda zako vile ulikucha. Bwana sifiwe. Wachinga nao wachinga ndio waliwao. Bwana sifiwe. Wanatoka hapa, leo kulikuwa ni Diamond. Leo kulikuwa sijui nani. Hana uwezo wa kumtacha huyo mtu. Yeye anatacha kiuchinga na kumbavu yake. Anakamatwa. Alikuwa anasema alishuka hivi. Mnaniongea akawekelea kofi. Ongea mtu unayemjua na unajua utamuweza. Wala sivi. Ni kama upigana ndani, anakaa kwa msitu. Akuli vile unakula wewe. Wala sivi. Sikuli kama vile unakula. Kwa siku mimi naweza kuta labda siku mingi ni zile ambapo sikuli na siku mingi ni zile ambapo silali kwangu. Bwana sifi. Natafuta baba mpaka nimuone macho hivi, macho kwa macho, mundu kwa mundu. Bwana sifi. Kwa sababu unachujua unatafuta nini, lazima utafute. Unajua ukiona mtu amerudi nyuma, kila alikuwa anatafuta hasa apata. Mtu akiwa hospitali akipona, si anaenda nyumbani. Bwana sifi sana. Huyu mzee hapa tulikuwa na yeye ananiambia ninatafuta mahali naweza funguliwa. Ninatafuta aenda mpaka Uganda, imeshindikana. Atakombolewa hapa. Hata alikuwa ananiambia hii kanisa inakaanga hivi, lakini naona hapa ndio ukombozi wangu huko. Kumbe unaweza dharau kitu, kumbe hiyo ndio ukombozi wako. Tu. Bwana zivi. Wengine wanakujanga wananiambia unajua kanisa letu inakaanga mahali kama pale Yesu alisaliwa. Polikataliwa. Yesu si alikataliwa. Bwana zivi. Lakini hapo ndio ukombozi ulikuwa kwa huyu Yesu tu. Bwana zivi. Huko na kanisa letu inaweza ikaonekana vibaya, haitapendwa, lakini iko na ukombozi wa watu. Bwana asifiwe. Amen. Mama mmoja akawa anapita kule Narok, anapitanga kanisani. Ilikuwa kabaya kuliko hii. Hii ni nzuri. Ilikuwa kabaya sana. Alikuwa atakana carpet chini, hapa ni floor mchana. Ungekuwa hapa deliverance, unatoka hapa mpaka matope hapa kila mahali. Shukuru Mungu sasa hii hakuna kitu kinakuchafua hapa. Bwana asifiwe. Sasa alikuwa anapita, anaenda. Anapita kwanza kwetu kanisa yao ilikuwa kama kwenda hivi kwenda town. Sasa anapita, anaenda. Anapita, anaenda. Kumbe sisi ndio tuko na ukombozi hapo mahali anakaachanga hiyo kanisa kapaya hapo kanyakana dirisha. Bwana asifiwe. Jirani yake akakuja msichana. Alikuwa na kansa ya matiti, akakuja kanisani. Mungu akaniambia, "Hebu mwambie akuje, ako na kansa kwa matiti yake, mwambie akuje." Nikamuuliza, "Matiti yako unasikianga nini?" Unajua sisi tumepewa ruhusa hiyo na Mungu. Bwana asifiwe, hata sisi ni madaktari. Ananiambia hata mimi nasikianga inaniuma. Nikamuuliza, "Alafu sinaambiwa iliambiwa uko na kansa." Nilienda hospitali nikaambiwa niko na kansa. Nikamwambia, "Unaamini Mungu?" Maana unajua naye alikuwa siku ya kwanza, ndio walikuwa hawapendi kuja kwetu. Majirani hawatakangi kwenda kanisa iko karibu. Bwana asifiwe. Baada ya kwanza wachunguze ni nini kiko pale. Wanakuwa wanasikiza na umbali. Watu wanatoka mbali wanakombolewa wao wanapaki tu. Sana yeye akakuja. Alipopona kaenda akaambia yule jirani yake, "Hey, imagine ile kitu nilikuwa nasikia imeisha. Ile kafimbi hakuna. Kwani kalienda wapi?" Hakuna. Akaenda hospitali. Akaambiwa hakuna kansa. Kaenda akaambia yule jirani, "Unajua mimi nilienda ile kanisa ile iko hapa juu." Ilikuwa karibu na wao. Walikuwa kama hapa, alafu na sisi tuko hapa. Huyo mama akakuja saa moja nakumbuka. Niwe pastor nimekuja. Umetoka wapi? Nimetoka hapa niliambiwa na jirani yule mwenye alipona kansa. Ni yeye kabasi karibu. Akaamua akakaa kanisani.
alipata kukombolewa. Lakini baadaye alikaa kama kingine. Bwana asifiwe. Hiyo kanisa amesahau muujiza ule wa kwanza. Si ukumbuke hata kama ni kamoja, hata kama utasahau yote, si ukumbuke kamoja. Mbona unaona mabaya peke yake, nyumba gani ina kasoro? Kama wewe uko 100%. Bwana asifiwe. Lakini ya wenyewe utoingi kwa mdomo. Lakini yako wewe hutaki ijulikane. Bwana asifiwe. Amen. Sasa wakati ambapo miguu yako imewezwa kuwekwa kama chuma. Bwana asifiwe. Popote unakanyanga unaenda kiwango kingine, maana hawakuwezi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo miguu yako utamani kwamba iwe kama chuma, yaani chochote unakanyanga unamaliza. Miguu ya chuma inamaanisha kwamba ukikanyanga kinakufa. Bwana asifiwe. Si ya nyama, ni chuma. Ukikanyanga hivi nyoka kufa. Ukikanyanga hivi kamtu kakufa. Bwana asifiwe. Sunday nitakanyanga mpaka wachawi. Na wasema ninakukanyanga wewe mchawi. Nakukanyanga wewe. Na mkanyanga na si mchezo, ni kukanyanga kweli. Bwana asifiwe. Maana mimi nimechoka kuteswa. Wewe kama hujachoka wewe endelea tu kurudi nyuma. Mimi nimechoka. Amen. Bwana asifiwe. Na zamani sasa niwe na gari zangu vizuri na badilisha, nasema mama leo tunaenda na yako. Hiyo ingine wacha ikae leo kwa store. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu kuna Mungu aliye juu. Bwana asifiwe. Muda mchache mtu wa Mungu nakuwa anatembea na gari yangu, mke wako anakaa na yake, na mtoto akiwa mkubwa anatembea na yake. Amen. Kila mtu akitaka kuenda mahali anaenda, hakuna mtu anasumbua mwingine. Kila mtu achukue gari yake aende zake. Bora sivi. Sasa kama nimeenda na roho mama sasa aanze kukucha na miguu. Akuche na gari yake. Bwana sivi. Kuna masaa tutakuwa tunaenda kwa duka, tunanunua gari kama vile tunanunua handkerchief kwa duka. Bwana sivi. Aminini Mungu, huyu mtu wa Mungu. Aminini Mungu, acheni kuona miaka yangu akili kidogo. Achana na miaka, angalia roho niko nayo. Unajua wengine wanasema huyu pastor ni mdogo. Ni mdogo lakini hakuna nguvu kubwa kuliko za yule mzee. Bwana zipi? Kumbuka yule nabii kijana na yule nabii mzee. Nani alikuwa na nguvu? Sasa mimi ndio niko wakati huu. Bwana zipi? Bwana zipi? Naomba baba akikamata anga kutoka huko Pambuli na kamata kutoka Msomoroni. Tunakutana katikati, tunawachomea katikati, tunawamaliza nguvu. Bwana asifiwe. Ezekiel anakamata kutoka kuna hiyo machaoni au mafueni. Mafueni. Machaoni. Mahali yako sasa. Bwana asifiwe. Anawakusanya tunawaweka katikati sasa. Kutoka huko na sijui kama kuna mwingine atatokea labda naye huko pande hii. Ndio tuwaweke katikati vizuri. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya nini? Wakati tunawapiga, wakituachilia, tunakuwa huru na tunafanikiwa. So ibada hiyo mtu wa Mungu, tunapoifanya, hatuifanyi kwa sababu tunataka kufanya. Tunafanya kwa sababu tumeamrishwa kuifanya. Bwana asifiwe. Ndio unasikia vijana walikuwa wanasema maitade wanasema hiyo ibada simwache hiyo kabisa tu. Hiyo ibada hatutaki. Bwana asifiwe. Jana wananiambia usiende mlimani. Usiende tafadhali. Usiende kabisa. Na mimi naenda. Bwana sifi. Hakuna achari, hakuna mikosi, hakuna kufunga maombi, inaenda na ninawapiga vizuri. Na hawajui siku ninaenda. Bwana sifi. Siku yangu hawaijui na hawataijua. Hata nikitangaza hapa hawataijua. Watasahau siku hiyo. Bwana sifi. Mmoja pastor mmoja alikuwa anastaki mwingine. Nikasema Mungu, wasahau siku ya kwenda kotini. Na ni mapisho. Walisahau. Walikuwa wameambiwa waende Friday, wanasahau Saturday, unajua hawezi hata kotini. Walienda Monday, mtu wa saa tolewa Saturday. Maana alikuwa rafiki yangu sana, huyo singetaka akae ndani. Bwana asifiwe. Sasa wanaopigana na wewe watasahau siku yako ya kufunguliwa, watajiuliza, kwani Hope alienda wapi? Kumbe Hope wako, lakini hasa aenda level nyingine. Bwana asifiwe. Hawamuoni sasa. Sikumbuka vile walikuwa wanatafuta bei. Wanauliza ako wapi? Huyo mtu ako wapi? Bwana asifiwe. Lakini umesingirwa na Yesu. Bwana asifiwe. Ukiona kwamba unapigwa na mapepo, you are not connected in this house. Bwana asifiwe. Roho hii madhabahu ni kubwa, iko na uwezo ya kukulinda hata ukiwa Amerika, hata ukiwa Tanzania, hata ukiwa wapi. So long as you are connected in this altar, iko na uwezo ya kukulinda. Tunamaliza kwa sababu ya muda. 41 na 42 inasema hapo. Hapo tumesoma Daniel. Daniel chapter number 2 verse 41 and 42 inasema nini? Ningetamani kuendelea because of time.
Endelea kioni. Uelewe kwa nini unafanya hiyo ibada ya ficha anointing. Miguu yako iwe kama chuma. Kwa hivyo hiyo si mafuta hii. Usiangalie hii imeandikwa olive oil. Na ile inaandikwa olive gold. Waachana na hiyo sasa chini. Roho wa Mungu yuko hapa. Bwana asifiwe. Naenda nayo huko. Nani mwambie baba leta kibali si ya kawaida hapa. Yeyote anagusa hiyo mafuta aendelee kwa nyingine. Soma hapo inasema nini? Na kama vile 41. Na kama vile ulivyoziona hizo nyao za miguu na vidole vyake. Kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma. Ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yako unasema nini? Nasema ni kama tu ulivyoona kwamba nyayo na vitone. Najua dalili anatranslate ndoto hapo. Kwa sehemu iliyokuwa ya udongo wa mfinyanzi. Na kwa sehemu vilivyokuwa vimegawanywa. Lakini hukumu fulani wa chuma utakuwa ndani yake, kama tu ulivyoona chuma kikiwa kimechanganyika na udongo laini wa mfinyanzi. Amen. Bwana asifiwe. Sasa hii ana translate ndoto. Anasema kumbe itakuwa hii ufalme imewaganywa. Vile uliona kuna matope na ukaona kuna chuma, basi itakuwa hapo ndani kutakuweko na machuma. Yaani ufalme huu kuna yenye itasimama na kuna yenye haitasimama. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni ufalme mbili, lakini inaonyeshwa ndoto ambao ni moja. Bwana asifiwe. Ndoto si kama vile unaweza kula sima, ukasema ni sima nilikuwa nakula. Ukiona ukikula chakula special kule kwetu mahali nimetoka, ukiona ukikula chakula special, basi na wewe jua ya kwamba umepewa ugonjwa special. Bwana asifiwe. Bana hiyo ugonjwa ambao utapewa kwa hiyo chakula, tumbo haitawaharibu maini, roho, matumbo, figo, hizo ndio vitu inakuja kwa hii chakula special hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Najua kisi kunaitwa Kisi Institute and the Technology of Witchcraft and Science. Bwana asifiwe. Sijui kama huko ndio kulianzia ama kuna kwingine. Lakini nafikiria ni huko. Bwana asifiwe. Sasa wakati ambapo unapoona ya kwamba maisha yako yaendelei, elewa mtu wa Mungu, umekamatwa nyayo zako. Utaelewa hizo vitu siku ya Jumapili. Yule nabii atakuja, yule rafiki yangu. Bwana asifiwe. Hakujui, wewe utamjua siku hiyo. Sasa nafikiria hiyo utasema ati ni mimi nimemwambia akwambie, maana hata atakaa hapo. Mimi nitakaa huko ndio tusiongee. Bwana asifiwe. Niona angalau kama hiyo utaelewa. Bwana asifiwe. Alisema hiyo ibada hawezi kosa. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Wakati ambapo unayemwabudu Mungu, ukimtumikia Mungu, ukijua Mungu wako, lazima umtumikie kwa roho ya kujitoa, utoke kwa vifungo zao. Uelewe mtu wa Mungu umefungwa na dunia. Ni utoke duniani ukuje kwa Mungu. Bwana asifiwe. Kuna wengine wamefungwa na dhambi, hawezi toka kwa dhambi, mpaka achiliwe huru ndiye aweze kufanya mtu ambao ni mtu wokovu. Bwana asifiwe. Kumbuka hivi, wana wa Israeli wakitoka Misri, walianza safari. Na mtu ambaye anaitwa mfalme wa Misri, hakutaka, akapiga magoti, akasema nakamata nyayo zao, akaokota mchanga. Akasema mtaenda, lakini hamtaenda mbali. Bwana asifiwe. Sasa wale watu wa Israeli walisunguka jangwani muda wa miaka mingi. Ndio leo hii unasunguka kwa wokovu miaka mingi. Unakaa maximum kidogo, nasikia new life. Unakaa new life kidogo, nasikia neno evangelist. Nakaa ndani kidogo, unasikia tena sijui wapi. Yaani wewe ni kaapa wa kanisa. Bwana asifiwe. Ni Mungu yupi huyu unamtafuta uchaibu wana wewe? Wewe hakuna mahali kuna kufurahisha? Hakuna mahali kuna ukaa kuzuri?
Mungu akikuja hapo anakuta usaenda. Alikuja maximum uko New Life. Akienda New Life, oh wewe ndio ule uko Nairobi. Akienda Nairobi, umerudi tena umeenda ng'ambo. Sasa hata Mungu anashinda. Huyu sasa nitakuja kumkuta wapi? Ama mnafikiria ati ni makahaba tu wale wanafanyanga kwa Koinange ndio makahaba. Kuna makahaba wa kanisa. Hawana kanisa moja, hawana kanisa yao. Ni pasta wetu. Hawana kanisa wanaweza sema hapa ndio kwetu. Wanasifiwa. Hata pasta wao hata hawezi kumuita dad, wanasemanga yule pasta anatokea pale. Yule. Maana si mzazi wao. Wanasifiwa. Unajua ukiona mzazi wako ukimwona hata kutoka mali unasemanga ni yule mzazi wangu. Lakini kama si mzazi wako ukimwona si unasema yule ni fulani. Kama zaidi kiangalia yule mzee unasema yule mzee ni fulani kama ningekuwa na mtu wajii. Wanasifiwa. Wengine wanasema yule mtu kisirani ndio yule. Sasa hiyo ni mimi natokea. Yule kisirani ndio yule. Na huyo mtu anataka abarikiwe na hiyo kisirani. Inawezekana. Anakata kona. Anapotea kabisa. Njia inapotea. Wanasifiwa. Kwanza mkute wakiwa wawili kwa kona. Nasikia anguke kwa kisima lakini kisima hakuna. Wanasifiwa. Natafuta yani anatamani hiyo shimo ifunguka hapo, aingie kwanza upite ndio arudi tena hapo. Achomoke. Unakuta ipatikane. Wanasifiwa. Unajua mimi nawaambianga, mimi nikitaka kutembea na nyinyi hivi tutembee na nyinyi physically, mtashangaa mambo yangu. Wanasifiwa. Maana nakuja tu mahali unafanyia vituko zako na nikuta niko hapo nakusalimia. Bwana asifiwe. Uko mzima naye. Unashindwa hii? Kwani hii kitu ilitokea wapi? Kama unasikia shetani mwenyewe anashindwa huyu mtu kumuelewa ni nani, wewe ndio utanielewa. Hapo anasema usinitembelee. Wewe nitembee kwako. Nitembee. Wewe anasema tembea na jana nilimkuta akapotea mbio. Si ulinisukia, ulikuwa unajua napita hapo sasa hivi. Na ulinichukua unajua nitapita hapo. Hakujua. Haya. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya nini? Kuna Mungu aliye juu. Washirika wangu kwa nini nawafuata? Because nataka kufanikiwa kweli. Mkifanikiwa, unajua pastors pesa zao siku kwa washirika. Bwana asifiwe. Na sisi hatuendangi kazi zingine ni kwa washirika. Na washirika hawatatoa pesa kama hawajafunguliwa. Wale wafunguliwa watoe pesa. Bwana asifiwe. Lakini wala hawataki kufunguliwa si wakae na shida zao tu. Kuna mtu wa Mungu na wakati shida inakusukuma inabidi utii Mungu. Bwana asifiwe. Na siku hiyo ukikuja hapa nikikwambia piga magoti unapiga haraka. Toa unatoa haraka. Wacha sasa hii nakupembeleza. Mpaka natakanga nikuweke kwa mgongo angalau kama utasikia. Kuna saa hata sitataka kujua kama ulikuwa kanisani. Je, kuna saa mtu wa Mungu sitajua kama leo ulikuwa kanisani ama uko. Unataka kuniambia sasa kile anajua washirika walikuwa? Madhabahu ndio inakujua. Kule tulienda mtu wa Mungu kwa bishop wetu. Unaweza sema ati bishop anajua watu wote waliingia. Labda ile kitu anaweza kufikiria sura ya mtu aliona akifanya deliverance maana anaenda anawekelea watu mikono. Sasa anaweza sema huyo nilimuona mahali. Lakini hawezi jua ni nani, hatajua kama sasa yeye alikuwa ama hakuwa hiyo ingine. Mpaka mwingine anaona umeikuja hapa. Naomba yeye nimeikuja hapa ni mara 3 sijui mara ngapi. Ajui. Kuna masaa yangu inafika. Sitajua kuna mwenye aliingia asubuhi, kuna mwenye aliingia jioni, kuna mwenye ataingia, sitajua. Bwana asifiwe. Na si kesho ni mwaka huu. Mwaka huu 2022. Bwana asifiwe. Haleluya. Unakuja asubuhi unashika. Kwani hii kanisa watu walikuwa wamelala hapa kanisani? Walikuwa wamelala, wameamkia. Walikuwa wengi sana. Tamani usimame kwa miguu yako. So ibada hiyo natamani kwamba kila mmoja usike. Lakini ukiona pastor anataka pesa, usihusike. Hiyo naweka vizuri. Ukiona pastor anataka pesa maana utamsaidia, usihusike kwa hiyo ibada. Justaki nifanye ibada kwa mtu ambaye anangungunika, akose muujiza, aanze kusema si pastor alituambia tutafunguliwa na bwana hatukufunguliwa. Na ni yeye shida. Ametoa tabia yenye hataki mwenyewe lakini anapatia Mungu. Alafu anaitoa akinungunika akisema mimi hata ninajaribu tu. Sasa ukijaribu tu si utakaa kujaribu tu. Ni ukitoa umaanisha unatoa. Mimi sitaki sadaka hapa inanunulika kwa hii mafuta. Imenigharimu kununua ile mafuta. Hii pesheni imegharimika kununuliwa hapa na mama mmoja. Bwana asifiwe.